لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، فصل يتاتو في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها أو المكروه منها. في الأفضل نكهوسو vilivyo bora min al-adhahi, katika vichinjwa ni kuhusu vilivyo bora zaidi, ni kuhusu vilivyo bora zaidi min al-adhahi, katika vichinjwa, jinsan, jinsia, au sifatan, au sifa. Kwa maana jinsia gani ambayo ni bora zaidi katika wanyama? Je, ni ng'ombe au ni mbuzi au ni kadha? Na sifatan, kwa maana muonekano wake, mwenye sifa hii na hii na hii, mnene labda, mwenye maumbile makubwa na mfano wake, sifatan. Wal makruhi minha, na anayechukizwa katika vinavyochukizwa katika vichinjwa, na vinavyochukizwa katika vichinjwa. Haya yote ataeleza katika darasa hii, fasili hii ya tatu. Qala al-afdalu min al-adhahi jinsan, walio bora zaidi katika vichinjwa jinsia al-ibil. Kwanza ni ngamia, thumma al-baqar, kisha ng'ombe. In dhaha biha kamilatan, kama atamchinja huyo kwa ukamilifu wake. In dhaha biha kamilatan, kama mtu atachinja yeye kama yeye peke yake. Naam, jinsia yani ni jinsia, ni aina jinsia, tuseme kati ya ng'ombe au mbuzi au ngamia, jinsia gani ambayo ni bora? Kwa hiyo jinsia maana yake ni ng'ombe au jinsia kati ya hizo tatu, na sifa ni muonekano ule, sifa yake, mwenye sifa hii na hii. Kwa hivyo anasema al-iblu thumma al-baqar in dhaha biha kamilatan, kama mtu atachinja kwa ukamilifu wake, akachinja peke yake yeye na familia yake. Thumma al-dha'an thumma al-ma'az, kisha kondoo, kisha mbuzi. Thumma sab'u al-badana, kisha moja ya saba, kisha moja ya saba ya ngamia, kwa sababu wanaposhirikiana watu saba, itakuja masala hapo mbele, wanaposhirikiana watu saba, kwa maana kila mmoja anapata moja ya saba. Simeelewa? Fahimtum? Kwa sababu tumeona kwamba mtu akichinja ngamia peke yake na familia yake, au ng'ombe yeye peke yake na familia yake, jinsia hii ndio afdhali zaidi, ndio bora zaidi. Kisha baada ya hapo kondoo au mbuzi. Mtu akichinja peke yake kondoo au mbuzi, pamoja na kuwa hakuna kushirikiana katika thamani, pamoja na kuwa hakuna kushirikiana katika thamani ya mbuzi, lakini jinsia ambayo ni ya pili katika afdhalia, katika ubora, ni kondoo au mbuzi. Kisha daraja ya tatu, thumma sab'u al-badana, kisha moja ya saba ya ngamia. Thumma sab'u al-baqara,
kisha 1/7 ya ng'ombe. Kwa maana ya kwamba nifahamuni vizuri, kwa maana ya kwamba kushirikiana watu 7 hadha warid sah, ili mpokelewa kushirikiana watu 7 fil badana au fil baqara. Bora hadhir, sikiliza usiangalie. Kushirikiana watu 7 kwenye ngamia au ng'ombe thabit fi sunna jaiz, kama alivyofanya sallallahu katika vichinjo vya hadi, lakini pia ametaja uwepo wake na sunna hiyo katika udhiya. Sasa kati ya kwa sababu wanaposhirikiana watu 7 katika ngamia au ng'ombe, 1/7 ya mtu mmoja, 1/7 ya mtu mmoja ni sawa na mbuzi huyu, sawa, ni sawa na mbuzi mmoja. Kwa hiyo wanaposhirikiana watu 7 ni sawa na kila mmoja amechangia thamani ya mbuzi mmoja na amepata thawabu ya mbuzi mmoja aliyemchinja. Wa hakadha fil baqara, hivyo kwenye ng'ombe. Sasa ukipima wenye kushirikiana na mtu kuchinja mbuzi, yeye kama yeye mwenyewe au kondoo yeye kama yeye, anayechinja mbuzi au kondoo, huyu jinsia hii ni afdal kuliko kushirikiana. Umeelewa? Lakini kuchinja mbuzi na kondoo na mtu anayechinja ngamia peke yake na ng'ombe peke yake, nani ambaye yuko afdal? Umeelewa sasa ndio masala, sio? Iko hivyo. Atakuja kueleza mbele kwamba sabul badana ni ile kima na ile thamani ya mtu amenunua mbuzi mmoja. Kwa wanapokuwa watu wamshirikiana 7 kwenye ngamia au ng'ombe, maana yake ni sawa kila mmoja ana nasibu ya mbuzi mmoja. Kwa hiyo la shaka katika hali hii bora ni mtu kuchinja mbuzi. Kwa hiyo yajuzu watu kushirikiana, lakini kama mtu ana uwezo yeye mwenyewe, bora ni kumtanguliza kununua kondoo au mbuzi. Wala afdalu minha sifatan, na bora zaidi katika vichinjwa sifa, al-asman ni mnene, al-akthar lahman mwingi wa nyama. Al-asman al-akthar lahman ni yule mnono yule, tena al-akthar lahman mwenye wingi wa nyama, al-akmal khilqatan, tena aliyekamilika zaidi maumbile. أغلق الشباك النافذة. لماذا أغلقت النافذة يا أبو هيثم؟ لأجل الشمس. الله أكبر. هكذا أو نسمت. هل النافذة تمنع الشمس من دخول الداخل؟ لا يمنع. والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما ni yule mnono mwenye nyama nyingi, ni mnono mwenye nyama nyingi, al-akmal khilqa, mkamilifu zaidi wa maumbile, al-ahsan mandhara, mwenye muonekano mzuri. Huko nyuma tumeona kwamba kuna baadhi ya ilal na aibu na kasoro hazizuii kuchinja, lakini sasa bora zaidi ni yupi? Ni yule ambaye ni asman, mnono, mwenye nyama nyingi. Awe pia na maumbile makamilifu, lakini pia na muonekano mzuri. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. حقيقة متوم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akichinja kondoo wawili aqranain, wenye pembe, amlahain, wa kijivu. Ataeleza al-amlah nini. Qala wal kabshu al-azim min ad-dha'n,
Kabshu ni kondoo mkubwa, anachagua kondoo ile mkubwa ambaye amenona vizuri, sawa. Kwa si kwamba ukiambiwa kiwango cha umri wa vichinjwa kinaanza katika kondoo miezi mingapi? 6. Si kwamba utafute tu miezi 6, jaiz muda kuwa amefika wakati, lakini waruhusiwa na ni afadhali pia kutafuta mkubwa sasa umri wake umeenda, lakini awe ni mnono. Kwa hiyo hapa alikuwa sallallahu alaihi wasallam anatafuta al-kabsh. Kabsh ni adhim min Allah, ni kondoo mkubwa aliyenona. Wal amlah ma khalata bayadhuhu sawad, ni yule ambaye al-amlah ni yule ambaye umechanganyikana weupe wake na weusi. Khalata bayadhuhu sawadun, khalata bayadahu itakuwa sawadun, umechanganyikana ule weupe wake na weusi. Fa huwa abyad fi sawad, kwa hiyo ni mweupe kwenye weusi, au ni mweupe katika weusi. Fi sawad kwa maana kijivu. Na shahid katika hadithi al-kabsh, alikuwa msalama anachagua al-kabsh adhim minesh nadhan, atafuta jikondoo kubwa. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi kabshin aqrana fahil, alichinja mtume sallallahu alayhi wasallam kondoo mwenye pembe, hasema fahilin, aqrana fahilin ay qawiyyun samin, ay qawiyyun samin. Alichinja kondoo mwenye pembe fahil, yani dume lenye nguvu ambalo ni nono. Maana ya fahil ni dume ambalo lina nguvu na ni nono. Yakulu fi sawadi wa yanzuru fi sawadi wa yamshi fi sawadi alhadith. Maana maneno haya yapo chini, asema wa maana yakulu fi sawadi anna sha'ra fami, yani zile nywele za mdomoni zile ni nyeusi. Kwa hiyo yakulu fi sawadi, anakula kwenye weusi, kwa maana mdomo wake, nywele za mdomoni zina weusi. Wa yanzuru fi sawadi, anatizama katika weusi, kwa maana macho yake pia yana weusi fulani. Zile nywele za machoni zile zina weusi pia, yani ana weusi fulani kwenye macho yake. Wayamshi fi sawad, lakini pia miguuni kwenye anaposema anatembelea na weusi fulani hivi. Hizi ni alama zinazoashiria ukamilifu wa mnyama na kichinjwa mwenye kupendeza zaidi. Yani mnyama akiwa mzuri anayependeza, utamwona ana alama hizi. Mshaye kufuga mbuzi, ukaona mbuzi ana weusi fulani mdomoni, manake bado amenona, umekomaa. Mshafuga mbuzi muslimu? Hamjafuga? Hata ng'ombe tu, ukimuona mbuzi au ng'ombe au ngamia au sasa kondoo au mbuzi, ukimuona bado ana weusi fulani, manake bado huyo ni kijana aliyekomaa. Weusi kwenye macho yake, weusi fulani kwenye mdomo, mguuni, maana yake huyo bado amekomaa, ni kijana ambaye amenona. Umeelewa mzee wa ndege wakubwa, mzee wa ndege wakubwa Abu Afrin. Kwa hiyo imeeleka anatizama katika weusi na anatembea katika weusi. Akhrajahu al-arba'a wa qala at-Tirmidhi hasanun sahihun. Wal fahil al-fahl ni dume. Wa maana yakulu fi sawad, na maana anakula katika weusi. Ila akhiri anna sha'ra famihi, hakika nywele za mdomo wake. Wa ainaihi, na macho yake, nywele za machoni. Wa atrafihi, na nywele za kwenye ncha za miguu yake. Aswad ni nyeusi. Anna sha'ra famihi, hakika nywele za mdomo wake. Wa ainaihi, na nywele za macho yake. Wa atrafihi, na nywele za ncha zake za miguuni. Aswad ni nyeusi. Ishara ya kwamba
alikuwa akitahayari akichagua alikuwa kamili zaidi katika sifa. Mwamsho simama, qum ya anta ya walad. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapochinja ananunua kondoo wanono. wa fi lafdhin mawju'ain rawahu Ahmad. Mawju'ain maana yake waliofanywa khisi. Waliofanywa nini? Khisi. Maana yake nini? Wamehasiwa. Mawju'ain, waliohasiwa. Kwa hivyo tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akichagua mnyama mwenye sifa za ukamilifu za ubora, asema hapa ishtara kabshain. Rafi anasema Mtume sallallahu alikuwa ananunua kondoo kabshain saminain wanono. wa fi lafdhin mawju'ain, waliohasiwa. Dalili ya kwamba hawa wamekamilika katika umaumbi, yani wamekamilika katika unono na uzuri, ijapokuwa yule ambaye hajahasiwa anakamilika katika ujana na nguvu. Ambaye hajahasiwa amekamilika katika nini? Katika ujana na nguvu. Lakini kwa sababu tunatafuta sisi hapa ni mwenye nyama nyingi, kwa hiyo aliyehasiwa mara nyingi anakuwa na nyama nyingi, anakuwa na nyama nyingi sababu hatumiki. Umeelewa? Na hikima nyingine ambazo zinataja watoto wadogo ama mjaoa msicheke sababu hamjaelewa. قال السمين كثير الشحم واللحم. Samini maana yake ni mwingi wa nyama na mafuta, mwingi wa ashaham wallaham, mwingi wa mafuta na nyama. Walmawju alkhasi au alkhisi, ila lihasiwa, wa huwa akmalu min alfahl, huyo anakuwa amekamilika zaidi kuliko dume. Min haythu tayyib allahm, katika upande wa uzuri wa nyama, ghaliban mara nyingi. kisha akasema walfahl, lakini dume akmal minhu min haythu tamam alkhilq wal a'dha, lakini alikamilika alfahl dume ambalo halijahasiwa limekamilika zaidi kuliko alkhasi au alkhisi, amekamilika zaidi katika ukamilifu wa maumbile na viungo. Min haythu alkhilq wal a'dha, katika upande wa maumbile na viungo anakuwa amekamilika. Hadha huwa al-afdalu min al-adahi jinsan wa sifatan, huyu ndiye aliyebora zaidi katika vichinjwa katika jinsia na sifa, katika aina na sifa.